Vipenzi vyangu, mambo vipi? Nimewamisi sana vipenzi vyangu. Natumaini ni wazima wa afya, lakini pia natumaini kwamba mtakuwa mna kiu sana ya kutaka kujua mambo mengi ya kuhusu fashion, vile vile pia kujua kuhusiana na swala zima la ukimya wetu, kwa nini tulikuwa kimya kwa muda mrefu. Maswali hayo yote tutayajibu siku ya leo, lakini unaambiwa bwana, ukimya mwingi unaleta furaha, ukimya mwingi unaleta mafanikio au unaleta mambo mazuri. Na siku ya leo tutaanza na kionjo kidogo tu mpendo wangu, lakini hakikisha kionjo jamani hiki ni kitamu. Yani kama vile unavyoambiwa kwamba wali wa nazi ukiuweka iliki. Kwa hiyo yani kionjo lakini kinakuwa kitamu, kinakuwa yani very classic. Na siku ya leo tuzungumzia kuhusiana na swala zima la magauni ambayo yanakuwa yana elastic katika tumbo. Najua magauni haya watu wengi tunayaona, lakini wengine pia tunakuwa hatuyajui ni magauni ya aina gani, magauni haya yakoje, magauni haya yanashonwaje, utamaduni wake, au gauni hili pia linavaliwa sehemu gani. Kwa hivyo vyote nadhani itakuwa ni maswali ambayo mnakuwa mnajiuliza kuhusiana na swala zima la gauni hili, na siku ya leo tutaweza kulichambua gauni hili step moja baada ya nyingine, kutaka kujua namna gani ya gauni hili tunalivaa sehemu gani, gauni hili linakuwa na muonekano gani, kitu gani ambacho unaweza ukashonea gauni hili. Unashona kwa kutumia kitambaa, unashona kwa kutumia batiki, au unashonea katika kwa kutumia kitenge. Vyote hivyo tutaweza kuvielezea siku ya leo. Hakikisha tu mpendo wangu unabaki na mimi kutoka mwanzo hadi mwisho wa video hii, ili uweze kujua mambo hayo mengi ya kuhusiana na swala zima la gauni hili ambalo linakuwa lina elastic katika tumbo, la mikono mirefu au la mikono mifupi. Yote hayo tutaweza kuzungumza ndani ya TZ Fashion. Kwa majina naitwa Latifa Isa, au unaweza ukaniita Madam T, ni vile ambavyo utakavyokuwa unapenda, lakini napenda sana ukitumia neno Madam T, na kuwa na enjoy sana kwa sababu unaleta elimu na pia fundisha kuhusiana na swala zima la fashion. Kama wewe ni unapenda kujua mambo mengi kuhusiana na swala zima la fashion, haujui au unataka kujua kuhusiana na swala zima la ushonaji, ni fundi lakini unataka kujua ujuzi zaidi kuhusiana na swala zima la fashion, basi TZ Fashion tupo hapa kwa ajili ya kuleta mambo hayo yote, ili mpendo wetu uweze kufurahi na uweze kuenjoy, ujue mambo mengi ya kuhusiana na fashion, aina gani ya nguo ambazo unazivaa kwa muda na wakati gani. Kama ndio mara yako kwanza kuangalia video hii, basi naomba tubonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe yako chini ya hii video, ili usipitwe na video zetu kila tunapokuwa tuna upload video. TZ Fashion tuna upload video za mishono mizuri ya kisasa inayotoka kila siku. Na kama nilivyozungumza hapo juu au nilivyozungumza hapo awali, siku ya leo tutakuwa na mambo makuu manne ambayo tutaweza kuyazungumza. Kitu cha kwanza tutaanza na muonekano kwanza wa gauni hili. Ni gauni ambalo likoje, yani lina muonekano gani au lina mvuto gani. Lakini pia tutaweza pia kulijua jinsi gani ya kushona gauni hili. Najua watu wengi sana wanakuwa wanafeli hii sehemu ya kiungio ambayo elastic inakaa. Unakuta watu wengine wanasema kwamba ni vipande viwili vimeungwa, au inakuwa ni gauni lenyewe tu moja kwa moja. Tutaweza pia kulizungumza siku ya leo, lakini pia tutaweza kuzungumza kwamba aina gani ya watu ambao wanaweza wakavaa aina hii ya gauni na wakapendeza sana, ama ni wanene, ni watoto, ni wakubwa, ni wembamba, wanavaa watu gani ili waweze kupendeza aina hii ya gauni. Lakini mwisho kabisa tutaelezea kuhusiana na swala zima la utamaduni wa gauni hili, ni watu gani ambao wameanzisha utamaduni wa kuvaa gauni hili. Tutaweza kulielezea siku ya leo, lakini kabisa tutaweza kutoa na bonus, sehemu gani ambayo unaweza ukavaa aina hii ya gauni na ukapendeza sana. Kwa hiyo kama nilivyozungumza hapo, nataka tuende moja kwa moja kuanza na sehemu yetu ya kwanza, ambayo nilisema kwamba muonekano wa gauni hili. Ni gauni ambalo lipoje, ni gauni ambalo lina mvuto gani.
Gauni hili mara nyingi linakuwa la mikono mirefu au la mikono mifupi, na lastiki yake inakuwa katika tumbo hapa. Lastiki yake inakuwa haibani sana, na lastiki yake inakuwa ni ile ndogo. Kuna zile kubwa na nyembamba, lakini ni ile nyembamba ambayo inauzwa shilingi 400 tu. Kwa hiyo unaweka katika tumbo hapo, ndio muonekano inakuwa hapa katika tumbo, inakuwa kama imejivuta. Na tukienda katika swala zima la ushonaji, nilishatoa kanuni za ushonaji, jinsi ya kutumia futi nilizungumza. Kwa hiyo unachotaka tu kukifanya ni kitu rahisi sana, kwa sababu gauni hili ni dakika 45 tu kulishona na kuweza kulimaliza. Utapima urefu, utapima tumbo. Kama mfano tumbo ni 36, utaweza kuongeza 10 za mbele ili kuweza kupata kuweza kulivuta, kwa sababu unaweka elastic. Lakini kama kifua kinakuwa ni 30, inakuwa ni vizuri, inakuwa tayari. Then baada ya hapo utapima urefu. Kama unapenda urembo, unaweza ukaweka kipande cha chini, alafu ukaja ukakiwekea marinda kikapendeza, ukapima mkono wako na ukashona tu, ukaweka elastic katika tumbo. Hapa katikati, mpendwa wangu, hautakiwi kukata ile sehemu ya katikati ya tumbo. Kwa hiyo unakuja unaunga moja kwa moja, unakata sehemu ya tumbo, then unakuja unaunga moja kwa moja, inakuwa inapendeza sana. Tukienda katika muonekano wa dress hizi zina muonekano gani, ama watu gani ambao wanapendeza sana katika dress hizi? Dress hizi zinawapendeza watoto, dress hizi zinawapendeza vijana, zinawapendeza wazee, watu wote. Ila tu angalizo la dress hizi usishone kwa kutumia kitenge. Huwa kitenge hakikai vizuri, lakini unaposhona katika kitambaa kinakaa vizuri zaidi. Japokuwa tu pia unaweza ukashona katika kitenge na kikapendeza, lakini tumia kitambaa kwa sababu unakuwa nguo imejiachia sana. Najua kitenge ina tabia kukaza, kwa hiyo unapokuwa umeshona katika kitenge inakuwa ni vizuri sana. Utamaduni wake, huu ni utamaduni wa Kiafrika. Waafrika wengi ni gauni la heshima, wengine nakwambia ni gauni la Kiislamu, ni vile ambavyo mtu anapokuwa analitaja, lakini ni gauni la Kiafrika ambalo mtu anaweza kuvaa sehemu yoyote, kwa sababu dress hili pia unaweza ukavaa fupi, unaweza ukavaa refu, ni vile mwenyewe utakavyokuwa unapenda, kwa sababu wengine wanapenda short dress, wengine wanapenda long dress, ni vile ambavyo utakavyokuwa wanapenda. Tukimalizia na sehemu yetu ya mwisho kusema kwamba gauni hili linapendeza likivaliwa sehemu gani. Gauni hili bwana unaweza ukalivaa ofisini. Gauni hili pia vile vile unaweza ukavaa katika mikutano ya aina yoyote, mikutano ya kijamii, mikutano ya familia, unaweza ukavaa aina hii ya magauni. Kwa wale walimu pia unaweza ukavaa aina hii ya magauni na wakapendeza. Sokoni unaweza ukavaa, umeanza kununua nyanya, vitunguu, carrots, hoho, unaweza ukavaa aina hii ya gauni. Lakini pia vile vile gauni hili unaweza ukavaa katika seminar, unaweza ukavaa katika interview, unaweza ukavaa pia gauni hili nyumbani. Unataka kupika, unaweza ukavaa aina hii ya gauni na isiwe disturbance kwa kitu chochote sana. I hope katika video hii utakuwa umeenjoy sana na umeelewa kuhusiana na swala zima la gauni hili ambalo linakuwa lina elastic katika tumbo. Asanteni sana vipenzi vyangu kwa kuwa pamoja na mimi. Hakikisha tu unaweka comment yako hapo chini kwa chochote ambacho utakachokuwa umejifundisha, au kwa sehemu ambayo utakuwa hujaelewa, unaweza kutuandikia comment hapo ili kuendelea kufuatilia TZ Fashion. Hakikisha tu una upload